Watu wengi hufikiri ya kwamba utulivu unaozungumziwa na Biblia ni ukimya wa mazingira, lakini wacha nikushtue. Unaweza ukawa sehemu ama pahali pasipokuwa na kelele. Unaweza ukawa sehemu ama pahali pasipokuwa na msukosuko. Unaweza kuwa katika sehemu ama pahali ambapo hapana mchafuko wa mazingira, lakini ndani yako kuwe na kelele kuliko sokoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu hasumbuliwi sana na kelele iliyo katika mazingira yako, maana mazingira yako hayawezi affect Mungu. Mazingira yako yana affect nafsi yako. Sasa Mungu hushughulikia sana nafsi yako, maana nafsi yako ndiyo sehemu iliyo katikati ya mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa na sehemu tatu. Mwanadamu ni roho, mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana mwili. Sasa nafsi ya mwanadamu ni sehemu iliyo katikati ya roho na mwili. Sasa roho ya mwanadamu ndiyo sehemu yako ya kucommunicate, ya communion na Mungu. Sasa kupitia roho yako ndipo unapopata ujumbe kutoka ulimwengu wa rohoni, maana Mungu, God is spirit. Sasa wakati Mungu ana communicate na wewe kama mtoto wake, ana communicate na wewe kupitia roho, naye roho yako ina communicate to your soul, ama kwa nafsi yako, na nafsi yako ina instruct your body. Nao vile vile mwili wako una pair instruction your soul, na your soul ina communicate to your spirit. Sasa nafsi ya mwanadamu ni sehemu iliyo katikati. That's why maandiko yanasema ya kwamba guard your heart, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana kutoka katika moyo wako hapo ndipo chemichemi ya uzima inatoka. Nafsi yako ndio ina determine your experiences here on earth. Je, utaishi kwa huzuni ama utaishi kwa furaha? Je, utaenjoy matunda ya hapa duniani, utaenjoy baraka za Mungu hapa duniani, ama utaishi kwenye hali ya hofu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nafsi yako inaweza kufanya nini? Nafsi yako inaweza kujeruhiwa. Sana sana watu tunaoishi na wao, watu tunao deal na wao mara kwa mara ni watu ambao wamejeruhiwa nafsi zao, na nafsi iliyojeruhiwa ndiyo Mungu anataka kuiponya siku hii ya leo. Maana nafsi inaweza ponywa, na kuponya nafsi inaponywa na neno la Mungu. Maana nafsi ya mwanadamu ndiyo imebeba the mind, akili. Nafsi ya mwanadamu imebeba hisia, emotions. Nafsi ya mwanadamu imebeba will, maamuzi. That's why maandiko yanasema be you transformed by the renewal of your mind. Every time una feed nafsi yako information, nafsi yako inaanza kuamini information hiyo, then your body inaanza kuitikia kile ambacho nafsi yako inaamini. Na wakati mwili inaitikia kile ambacho nafsi inaamini, manifestation inaanza kuonekana. Hatua, watu wanaanza kuona manifestation. Kama unaamini Mungu, watu wataanza kuona. Andato unaona nafsi yako ni sehemu ya maana sana kwa maisha yako kama Mkristo, maana ndio ina determine wokovu wako hapa. Alafu jambo lingine unafaa kufahamu, mtoto wa Mungu, ya kwamba unapookoka leo, kitu cha kwanza ambacho kinaokoka ni roho yako. Roho yako inaokoka pap. Nafsi yako
inaokoka katika mchakato. Nafsi yako haiokoki na siku moja. Nafsi yako inakombolewa kupitia jinsi ile ambayo unajifunza neno la Mungu. Ni hatua kwa hatua. Andazo unaweza ona Mkristo ameokoka lakini bado anatawaliwa na hasira. Mkristo ameokoka lakini bado tamaa zingine zinamwandama. Mkristo ameokoka lakini kuna tabia zingine zinazieleweki. Sasa zingine huwa mvumilivu na watu. Maana nafsi yako inaenda pia na bidii yako. Your level of surrendering to the Holy Spirit. Nafsi yako inakombolewa kupitia neno la Mungu, inakombolewa kupitia Roho Mtakatifu, na inakombolewa kupitia kujiachilia kwako, unyenyekevu wako chini ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba be still and know that I am God. Sasa wakati Mungu anaongea kuhusu stillness hapa, haongei kuhusu stillness ya mazingira yanayokuzunguka. Anaongea kuhusu ukimya, utulivu wa nafsi yako. Maana you are knowing your relationship na Mungu inategemea na ukimya kwa ndani ya nafsi. Maana kama kuna kelele ndani ya nafsi yako, maana tumeona ya kwamba nafsi ya mwanadamu ndio imebeba mind, akili, hisia na uamuzi. Sasa wakati your mind iko na negative pictures of who you are, then kuamini neno la Mungu inakuwa ngumu sana. Sasa kwa mfano, kama unaamini Mungu akupe uponyaji, neno linasema ya kwamba by his stripes you are healed. Sasa wakati neno linakwambia umeponywa kupitia kupigwa kwake, alafu katika nafsi yako unaanza kuwa na hizi mental pictures la ripoti ambayo umepata kutoka kwa daktari, unaanza kuvisualize venye hata utazikwa. Sasa nafsi yako inapingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini Mungu upate kazi, upate promotion, lakini ndani ya nafsi yako unaanza kuona these mental pictures ya venye umekataliwa, umedharauliwa, umetemewa mali, umefukuzwa. Sasa kuna vita ndani ya nafsi. Unaamini Mungu ndoa yako isimame, lakini bado unakaa hivi, unaona tu mzee wako ama nani ameenda nje, umenyang'anywa mke, amefanya nini, mzee ameenda. Sasa these battles within your mind, that's why the battle is in the mind. And that's why maandiko yanatuambia kwamba katika kitabu cha Wagalatia that the spirit is against the flesh and the flesh against the spirit. Remember I said the soul. Na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza that nafsi tuwekwe kamilifu katika nafsi zetu, that is our spirit, roho zetu, na our souls and our bodies. Sasa jambo nafaa kufahamu ya kwamba kelele kubwa zaidi, hatari zaidi, haikuangi nje. Kelele ile hatari zaidi inakuanga ndani ya nafsi yako, sio mazingira. Tunalaumu mazingira, tunalaumu watu, tunalaumu simu zetu, tunalaumu changamoto za kimaisha, lakini pia kuna venye Mungu amenena kuhusu maisha yako, kuhusu mwelekeo wako, kuhusu situation ambayo uko sahihi. Je, unamwamini Mungu ama unamwamini mwanadamu? Ama unaamini nafsi, ama unaamini mazingira? That's why Mungu anasema tulieni, be still and know that I am God. So unaona ya kwamba knowing inakuja kupitia stillness. Huwezi nijua mimi kama kila wakati unakuwa na muda na mimi, wewe ndio unaongea That's unaona maombi mengi sana ya Wakristo hayajibiwi, because tunakimbia kuambia Mungu vitu lakini hatuna wakati wa kumsikiza yeye, na kusikia kutoka kwa Mungu inakuja kupitia stillness, utulivu. So saa zingine sio kila worship anaona mtu anaimba amenitendea. Sio kila nyimbo inakuanga ni kumsifu Mungu, ni kelele za nafsi saa zingine. So jifunze kukuwa mtulivu, mtoto wa Mungu. Tulia chini ya Mungu, msikilize. Umeongea na Mungu, yani msikilize kupitia neno lake. Fungua maandiko, soma. Si kila time wewe unawasilisha tu mawasiliano, anakujibu kupitia neno lake. Hauna muda
wa kuchambua maandiko, hauna muda wa kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hiyo Mungu alishakujibu kitambo. Na hiyo ndio sababu kwa nini maombi mengi sana hayajibiwi. Maana sisi wenyewe ndio tunafanya nini? Tuna disabotage. The moment umesema amen, umeanza kuona negative ya zile vitu umekuwa ukiomba. Amen. Jambo lingine kufahamu ni kwamba utulivu sio ukimya, ni kutojadiliana na Mungu. Tulia. Na utulivu sio udhaifu. It is the highest form of maturity. Kuna level unafika ukiwa na uhusiano na Mungu, level yenye ukifika katika uwepo wake hauzungumzi, hausemi chochote, unanyamaza. Naweza kaa hivi machozi tu yaanze kutiririka. Maana the moment umekuwa exposed to the eternal truth, that's the moment unakuwa revealed. The moment you see who God is, you know who God is, hauwezi fungua kinywa uongee tena, unanyamaza. Maana hapo ndipo unapojiona venye ulivyo. Unaacha zungumze, unaitikia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nafaa kufahamu ni kwamba Mungu hasumbuliwi na wewe, ni wewe unayekosa kusikia. Wakati umeomba kitu kwa Mungu, Mungu anakujibu, lakini sababu umekosa kusikia, unaanza kulalamika na kunung'unika na kujawa na hofu. Fikra na tafsira uwanja wa vita. Haleluya. Fikra zako ama your imagination ni zawadi, lakini imagination ambayo imekosa control inaweza kuwa a weapon against your own wishes. Maana unaanza kupicture mambo ambayo yako kinyume na neno la Mungu, mambo ambayo yako kinyume na kile ambacho Mungu amenena kukuhusu. Unaanza kuona vitu ambavyo haviambatani na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawasubiri Mungu, wanaburudisha picha ambazo Mungu hakuwahi kuwatumia. That's why Mungu anasema ya kwamba tulieni mkanijue. So katika utulivu ndipo unapomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nakuombea katika jina la Yesu, picha zote ambazo umekuwa ukiona, picha ambazo zinanena kinyume na jinsi ulivyo machoni pa Mungu, ninaziombea leo zikaweze kufutwa katika akili yako katika jina la Yesu Kristo. Movie trailers ambazo umekuwa ukicheza katika your emotions, your mind, naziombea leo zikaweze kufutwa. Roho Mtakatifu akazidelete the mighty name of Jesus. Mawazo yote mabaya na kuombea leo Mungu akakutakase kwa damu yake takatifu, ukaweze kumjua zaidi, ukaweze kumsherekea zaidi, ukaweze kutembea katika ujasiri wake Roho Mtakatifu. Sasa kama uko pale na ujumbe umekubariki, ningependa ukupea nafasi hii ukaweze kumkaribisha Bwana Yesu kama awe Bwana na mkombozi wa maisha yako. Sarudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, niokoe leo. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na ukubali Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Kuanzia leo na hata milele nimeokoka. Amen, amen. Na kama umeokoka, hii si mwito wa kuja katika dini. Huu ni mwito wa uhusiano. Umeanza leo uhusiano mpya. Umeanza leo kutembea upya ndani ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Na kama ujumbe huu umekubariki, then unaweza simama na huduma hii ili kaweze kufikia wengi. Na njia ya kusimama na huduma hii ni kupitia matoleo.
Unaweza toa matoleo yako kwa nambari hii 0723508528. Na pia kama ujumbe huu umekubariki, usisahau kusubscribe. Unaweza kuusambaza na unaweza kubonyeza the like button. Tumia wengi unaowapenda ujumbe huu wakaweza kubarikiwa jinsi ambavyo umebarikiwa. Mungu akubariki. Tuonane tena wiki ijayo. Shalom.